moja ilifanya mimi nikosana na Kasongo, ni mambo ya kuua watoto ya Gen Z. Kwa sababu mimi ni Mkristo na mimi ni bwana ya pasta, mimi singekubali kuungana na yeye akiua watoto. Number 2, alitaka kugawanya mlima ndio atukalie vile Moi atukalia miaka 24. Alitaka kutumia huyu Soprano ati Wameru wakae kando, Waembu wakae kando na Wakikuyu kando ndio atutawale. Tunaweza kubali? Nguvu yetu watu ya mlima ni kukaa tukiwa kitu kimoja. Ni kukaa tukiwa kitu kimoja. Kwa sababu akitugawanya kura yetu haitakuwa na maana. Kwa hivyo mimi nataka kuomba nyinyi my brothers and sisters kutoka Meru na wale Waembu na Mbere na pale Kikuyuni, tushikane kama simiti. Tumekubaliana? Neguo ndo itu. Neguo. Tunakubali Kasongo kutugawanya? Hiyo ndio jama yake. Ati Mount Kenya East and West nikamwambia tuwezi kubali hiyo ujinga. Na wewe Soprano hapana tumiwa kuja kugawanya watu ya mlima Kenya. Tangu zamani ndio nyungu yetu hive ni ya mawe ngapi? Ni ya mawe ngapi? Wagekoyo, Waemu na hatuwezi kubali mtu atugawanye. Tukigawanywa tutawindwa kama swara. Kwa hivyo tuketi pamoja. Na huyu Kasongo tufukuze, ni adui yetu ya watu ya mlima, ni adui ya watu wa Meru. Na hao wabunge wanamfuata, lazima pia tusaidiane tuwaondoe. Tutafute viongozi ambaye watafikiria mambo ya mtu ya kawaida, ambaye hawezi uza jamii yetu. Nitoiguidhania? Nitoiguidhania? Kasongo aseri asiende? Kasongo ni kufinish? Kasongo ni kufinish? Kasongo ni kufinish? Wangapi wanasema Kasongo ni kufinish kubaru Kasongo? Kwa hivyo wewe Kasongo ujue si tuko hapa town. Unajua yeye amenunua hoteli hapa ya ile Muhindi MP hapa. Si amenunua? Barabara ile peke yake inaendelea Meru ni barabara ya kwenda kwa hiyo hoteli. Si ndio? Yeye anatubeba ufala. Ati yeye ananunua hoteli. Na wewe Kasongo nikwambie, mimi nikiwa kiongozi wa mlima nitatangaza hiyo hoteli yako ukimaliza hakuna mtu atalala huko ama kukunywa chai. Nitangaze. Huyu Kasongo ataenda hasara. Mimi nakwambia Kasongo, vile wewe umetesa wa Meru ukafuta Japheth Kome, ulikuwa unapanga kufukuza Martha Kome, nikakuambia ujaribu. Umeumiza Mudhaura na kijana yake, umeumiza watoto wa Meru. Ati unataka kujenga hoteli hapa, ati tukuja tulale hapa tukupatie pesa. Kwani unafikiria sisi wajinga? Mimi nataka nitangaze nikiwa Meru, hiyo hoteli ya Kasongo ikiisha, atoe watu Sugoi wakuje walale hapo. Tumekubaliana? Hata chai, hata mandazi, tuko na mahoteli hapa ya Meru. Tunayo hatuna? Sasa wewe Kasongo, kuliko utujengee barabara ya kupeleka kahawa kwa factory, ya kupeleka majani chai kwa factoria, ya kupeleka maziwa kwa dairy, wewe unajenga barabara ya hoteli yako. Na unafikiria wa Meru ni wajinga ati tutakuja kukaa kwa hiyo hoteli yako. Kasongo anyolewe sinyolewe? Atume pesa yake, si ndio? Si ndio? Na mimi niambie wa Meru, wewe vijana mkipatiwa pesa kutupa mawe, mchukue. Alafu msime simu. Hii pesa haina receipt na haina deni. Si ndio? Tumekubaliana? Tumekubaliana vijana? Tafadhali watoto wangu, itakuwa ni makosa upewe 500 na Soprano kupitia senator, upige mama yako mawe, upige ndugu yako mawe, upige dada yako mawe. Ni ujinga si ujinga? Lakini kwa sababu hamuna kazi na mnahitaji pesa, hii pesa ya Kasongo ni ile ameiba. Wacha hii pesa tukule tu, hata tumbo ikitaka kugurume gurume. Ndugu, lakini ukipewa pesa usimesi. Hii pesa haina receipt, haina deni, hakuna mtu anaweza kukuamkia. Ile kitu tumekataa ni maharagwe. Hii maharagwe ya Kasongo mchungana naye. Nilikuwa Laikipia. Wamama wanasema ya kwamba wazee wakikula hii maharagwe transformer imeanza kukata moto. Nyinyi wazee mchunge, msikule maharagwe
hii ya Kasongo transformer italeta shida. Tumekubaliana? Tumekataa maharagwe. Tumekataa maharagwe. Kwa hivyo watu wa Meru, asante. Leo tuko hapa, baadaye kesho tutaenda huko Igembe, Sunday tutakuwa Mbore, sisi tuko nyumbani. Si ndio? Si ndio? Na hapa ni kwetu. Na hapa ni kwetu. Na wa Meru wewe Kasongo wajui. Unajua walikufukuza Hebu ukafikiria wa Hebu ndio kali. Wewe kuja Meru. Wewe ujui wa Meru. Akuja asikuje. Kuja cheza na hii wa Meru. Alafu unatutumia vibaya, unafikiria sisi ni watoto wako. Tumekubaliana na Meru. Harambee.